Kuanzia tarehe 4 mpaka tarehe 10 mwezi Mei ni wiki ambayo tunaadhimisha kuhamasisha afya ya akili ya mama baada ya kujifungua, na tukiwa katikati ya wiki hiyo ya maadhimisho tunaangalia zaidi kuongeza uelewa na kuelimisha jamii kuhusu changamoto za afya ya akili ambazo wanazipitia wanawake wakati wa ujauzito na hata baada ya kujifungua, wakati mwingine ikijulikana zaidi kama sonona ya uzazi au postpartum depression. Kwa hiyo tutakuwa hapa na Dr. Godfrey Chale ambaye ni daktari bingwa wa wanawake. Dr. karibu sana. Nashukuru sana. Tunafurahi sana kukuona Dr. Na mimi nashukuru Chale. sana. Nilikuwa naongea na Dr. Chale hapa bwana, kana namkumbusha jinsi nilivyokuwa nahudhuria kwenye semina zake. Okay. Kipindi kile cha mafundisho ya ndoa. Aha. Kwa tulikuwa tunafundishwa masuala ya uzazi na hata haya mambo ya kuhakikisha kwamba mama anakuwa na afya nzuri ya akili wakati akiwa mjamzito na hata baada ya kujifungua. Tupate elimu nzuri sana, kwa tutanufaika pia na madini Kabisa. Sawa sawa. Dokta, tuanzie kwenye afya ya mama ambaye ni mjamzito. General, tunajua hali ambayo anaipitia, afya yake ya akili inakuwaje kwa wakati ambao mama anakuwa ni mjamzito? Ya, labda tuseme kwamba katika kipindi cha ujauzito, yani tuseme wakina mama wanapata matatizo mengi. Katika kipindi cha ujauzito kunakuwa na matatizo huwa wanapata matatizo ya kimwili, lakini pia kunakuwa na matatizo ya kiakili. Ingawa kikawaida watu wengi huwa tuna focus au tunaangalia zaidi kwenye matatizo ya kimwili baada ya kuangalia kwenye pia katika upande wa matatizo ya kiakili kwa mama. Na matatizo ya kiakili kwa mama ni swala moja ambalo ni nyeti sana. Ingawa kwa wengi huwa tumeliweka pembeni, sio tu katika sisi kama sisi wataalamu wa afya, lakini pia hata jamii kwa ujumla. Wameweka kidogo pembeni, wanaangalia zaidi matatizo ya kimwili. Kwa sababu hata mama anapoenda kliniki zaidi utakuta tunamwangalia kimwili baada ya kumwangalia hata kiakili. Yes. Sasa kwa kawaida huwa tunasema kwamba wakina mama wengi ambao ni wajawazito huwa wanaingia katika ujauzito wakiwa na matatizo. Mwisho wa siku utakuta wakati wa ujauzito anakuwa na matatizo. Wakati wa kujifungua na matatizo, na hata wakati wa kulea mimba kunakuwa na matatizo. Lakini kama nilivyosema, matatizo haya sio tu yanakuwa ya kimwili, lakini pia hata ya kiakili. Sasa mama anapoingia katika kipindi cha ujauzito utakuta kuna mwingine amekuwa amejiandaa au mwingine anakuwa hajajiandaa. Kwa sababu tunaposema maandalizi ni kwamba hata kisaikolojia huyu mama, je, yuko tayari kuwa mzazi? Sasa utakuta kuna mwingine ndo mimba ya kwanza. Huyu je, amejiandaa kisaikolojia kwamba mimi nakuwa mjamzito katika maisha ya ujauzito itakuwaje? Lakini pia hata kimwili mama pia anatakiwa ajiandae. Ndio maana tunasema mama anatakiwa awe na afya njema au na afya bora kwa kupima afya yake. Sasa utakuta katika hiki kipindi ambacho mama anaingia katika anakuwa mjamzito, kunakuwa na mabadiliko mengi pia ya kihisia. Na mabadiliko yanaweza kuchangiwa kutokana na mahusiano yake na huyu ambaye amempa mimba au amempa ujauzito, au wakati mwingine anakumbuka ujauzito uliopita labda alipata changamoto gani. Mwingine anaweza kuwa labda katika kipindi cha ujauzito zilitoka au alijifungua kwa shida sana, au alipoteza mtoto. Sasa katika kile kipindi cha ujauzito mama anakuwa na hisia, nitajifungua vizuri kweli? Sitapata matatizo kama yale? Nilisumbuliwa na pressure, si nilisumbuliwa na hiki, sitapata kweli? Au mimba ya kwanza anaanza kuwa na wasiwasi, nitajifungua salama? Hivi kweli naenda kuwa mama? Naenda kuja nitaweza kulea mtoto? Sasa vitu kama hivyo, je, matunzo yatakuwaje? Sasa hivi vyote vinakuja mwisho wa siku vinaweza vikamwathiri mama katika kipindi cha ujauzito. Lakini utakuta haya matatizo mama anaweza kaendelea nayo mpaka pale mama anapoingia katika kipindi cha kujifungua. Kabla ya kufika kwenye kipindi cha kujifungua, daktari, haya mabadiliko ya kihisia ambayo mama anayapata ni vipi vichocheo vyake? Lakini pia mwenza wake anaweza akafanya mambo gani kwa ajili ya kumsaidia ama kuendana nayo pamoja hayo mabadiliko ya kihisia? Sasa mabadiliko ya kihisia sio tu kwa mwenza, wakati mwingine hata katika jamii. Labda huyu ni binti amepata mimba akiwa nyumbani, hajaolewa, au labda katika kupata ujauzito kulikuwa na vikwazo fulani kutoka katika jamii, labda wazazi, kwa nini umepata mimba kwa huyu? Kwa nini umepata ujauzito kabla hujaolewa? Vitu kama hivyo. Lakini sasa mwingine kweli yupo kwenye mstari, ameshaolewa, yuko na mume wake, lakini sasa unaweza kukuta yale mahusiano, labda mwenza alikuwa hamjali, mwisho wa siku amepata ujauzito,
au katika kipindi cha ujauzito mwingine anasema bwana, mimi sikupanga kupata ujauzito kipindi hiki. Sawa, kwa utajua mwenyewe. Mwanamke kweli anahitaji ujauzito, akili tayari mwenzake ameshaonyesha hivyo, au labda mama tayari ameshakuwa mjamzito, yale mapenzi ambayo yalikuwa mwanzoni na yule mwenza wake anaanza kunini, yanaanza kupungua kwa sababu ni mjamzito, labda yeye anaanza kuhisi labda kwa sababu ni mimi ni mjamzito ndio maana sasa hivi hanijali kama mwanzoni. Kwa vitu kama hivi pia vinaweza vikamuumiza mama katika hisia zake, kwamba yani anakuwa na hisia nyingi. Mbona sasa hivi naona kama mapenzi yamepungua? Mbona zile huduma nilizokuwa napata mwanzoni sasa hivi zimepungua? Mbona sasa hivi watu wananiangalia hivi? Kwa vyote vinaweza vikamwathiri kisaikolojia huyu mama. Okay, sasa hapo kwenye mabadiliko ya kihisia ambayo ndio tunaangalia zaidi hapo, kuna wakati kunakuwa na wasiwasi pia, yani mwanamke anakuwa na wasiwasi labda kwamba kutokana na hali aliyonayo labda mwenza wake hampendi tena au watu wanaomzunguka. Sasa wakati mwingine inakuwa ngumu pia wao upande wa pili kumwaminisha ama kumwonyesha kwamba bado anampenda kama vile vile kabla hajapata hiyo hali. Sasa katika hilo watu wanaomzunguka wanaweza kumsaidia vipi? Sasa hii ni jukumu la jamii kufahamu kwamba huyu mwanamke yuko katika kipindi cha ujauzito. Kwa sababu katika kipindi cha ujauzito inatakiwa lazima apewe moyo. Kwa mfano, utakuta tunavyoatendi, kwa mfano mimi kama daktari ninapokutana na mama mjamzito, haijalishi kama ni mimba ya kwanza au mimba ngapi, najaribu kukaa kuongea naye kumuona kama ana matatizo mengine. Na hii ni kazi yetu pia wahudumu wa afya, hata kama ni wakunga wanamuona mama akiwa mjamzito, inabidi kwanza unavyokaa naye unaongea naye kujua kwamba ana changamoto nyingine zozote. Sio lazima matatizo yale ya kiafya alikuwa nayo. Je, huko nyuma mahusiano, unaishi na nani, unafanya kazi gani? Lazima uangalie na jinsi ya kuenda naye taratibu na kumpa maelekezo. Mwisho wa siku unaweza kugundua huyu mama ana changamoto za kifamilia au ana changamoto za kimahusiano. Na hapo sasa unaangalia nini cha kufanya. Lakini katika jamii kwa ujumla, awe mwanaume, yani yule mume mhusika wa ule ujauzito au familia kwa ujumla, huyu binti au mwanamke anapokuwa katika kipindi cha ujauzito ni kipindi ambacho cha kumwangalia, na kama kulikuwa na makosa basi asamehewe, mwambie tutakuja kuzungumza ukishajifungua. Lakini kuna wengine wanaanza yani wanasema kumnyanyapaa, anakuwa wanamnyanyapaa na kumwambia hiyo la kwako hilo, wewe utajua mwenyewe na mtu wako. Kwa hiyo utakuta ile hali inavyoenda inazidi kumuumiza yule mama, mwisho wa siku anapata sonona kwa sababu anaanza kujiona yuko mpweke, hathaminiwi na kuanza kujilaumu kwa nini amepata ujauzito. Utakuta kuna wengine wanatoa nani ujauzito kwa sababu wanajikuta kwamba sasa hii mimba nimebeba nini, kwa sababu ya maneno au kuhisi kwamba watu watamwangalia vibaya, au kuhisi kwamba huyu bwana pamoja amenipa ujauzito lakini hanijali hata nitunza, naye akiangalia kipato chenye cha namna hii tutaishije na mtoto au na katika hali ya ujauzito. Kwa hiyo utakuta anafanya maamuzi ambayo sio sahihi, ambayo ni matokeo ya ile sonona ambayo anapata. Na hiyo ni mojawapo ya matokeo ambayo yanatokea, lakini ni matokeo yapi mengine daktari, ambayo tunaweza kuyaona kama jamii pale ambapo mama mjamzito anakuwa anapitia hali ya sonona? Sasa yapo mambo mengi ambayo yanaweza kutokea kwa huyu mama ambaye anapitia katika hali ya sonona, pamoja na kama tulivyozungumza, matokeo mengine ni kujiona mpweke, kutothaminiwa na pia hata kutishia kutoa mimba. Lakini kuna wengine wanafikia hatua mbaya zaidi ambayo tunasema wanaweza kufikia maamuzi magumu, aidha kujiua, wengine wanaondoka au wanatoroka, hawajulikani wanapoenda kuishi. Yani mtu anakuwa amechanganyikiwa. Unakutana na mwanamke mjamzito anakuambia sipo nyumbani sasa hivi, naishi kwa ndugu fulani au kwa marafiki. Tangu nilipokuwa mjamzito ibidi niondoke nyumbani. Sasa utakuta kwa nini amechukua maamuzi, ni kwa sababu ya hiyo hali ambayo anapata sonona au depression katika kipindi cha ujauzito. Na mnamtambua vipi huyu mwanamke akija? Mnamtambuaje kuwa huyu mwanamke anapitia changamoto fulani? Mara nyingi utakuta kwa mfano kama mama anakuja kliniki, mama mjamzito, utakuta labda kuna mambo ambayo ulimwelekeza hayafanyi. Labda ulimwelekeza, labda tunasema ana upungufu wa damu au uzito wake hauendi sawa au ongezeki. Sasa unaanza kumuuliza kuna shida gani? Dawa za kuongeza damu hatumii. Labda uzito hauongezeki. Ukija kuchunguza utakuta kuna matatizo. Wakati mwingine sio kwamba anakosa chakula, lakini kutokana na ile hali ya sonona inamfanya apoteze damu ya kula. Na pia anachukia sasa hata dawa zenyewe anakunywa za nini.
Kwa utakuta hali kama hiyo inaendana, mwisho wa siku ukichunguza unajua kwamba huyu mama kweli anapitia changamoto fulani fulani. Wakati mwingine anamwambia bwana, uje na mwenza wako, au amesafiri, anarudi lini, atarudi, anakuja lini. Hivyo kila ukichunguza, mwisho wa siku unagundua kwamba yule mwenza kweli yupo, lakini anashindwa kuja naye kutokana na mahusiano sio mazuri. Kwa mwisho wa siku inakuja kuleta changamoto. Lakini kuna wakati najaribu kufikiria dokta, naona kwamba yani swala la afya ya akili kwa mama mjamzito na hata mama baada ya kujifungua halipaswi kubaki tu yani kwake yeye mwenyewe, lakini hata kwa mwenza wake, yani atengenezwe katika namna ambayo anaweza kumsaidia huyu. Kwa mfano, unajua kipindi cha ujauzito wanaume wengi wanalalamika kuhusu usumbufu ambao wanaupata. Kwa mfano, usumbufu unaweza ukatumwa au ukaamshwa usiku, unaona. Sasa huyu mtu kama na yeye pia amevurugwa, yani afya yake ya akili haiko sawa sawa, anaweza akajikuta sasa ndio anamvuruga na yule mama mjamzito. Maana wanasema it takes two to tango, yani kwamba tunaweza tukawa tuna deal na afya ya akili ya huyu mama, lakini kama huyu mwenza wake kwa mfano hatujamwandaa vizuri kujua jinsi gani, na hata pia semina za kina baba kupata trainings jinsi gani ya kudeal na kuwaelewa wake zao wakiwa wajawazito na hata kile kipindi cha kujifungua, na nadhani dokta, inaweza ikatuia ngumu sana kuweza kudeal na hili jambo, sio? Huwa mara nyingi mama anapokuja kliniki huwa tunamshauri anakuja na mwenzake hata mara moja mara mbili, na mwenzake anapokuja huwa naye anaeleza, huwa tunamuuliza kuna changamoto yote, kuna tatizo lolote, naye huwa anaeleza. Sasa pale ndio tunawapa ushauri, lakini wakati mwingine hata asipoeleza inabidi lazima yule mume anapokuja huwa anapewa maelekezo katika kipindi cha ujauzito, mwenzako hivi na hivi na hivi. Lakini kama unavyosema ni kweli, kwa sababu kuna baadhi ya matukio tumeshakutana nayo, unaweza kukuta, unajua wakati mwingine mama anapokuwa mjamzito anakuwa na hisia nyingi, huyu kweli ananipenda, au kuna vitu fulani anakuwa hapendi. Huwa inatokea kuna kitu fulani anapenda hiki, au kuna mazingira fulani anapenda mazingira haya. Sasa inaweza katokea labda kuna vitu fulani havipendi, sasa anamwambia mwenzie, akimwambia mwenzie, yule mwenzie anaona hii ni kero. Wakati mwingine anaweza kuwa anahitaji kitu, sasa kile kitu hakipatikani, inabidi bwana afunge safari kwenda kutafuta sehemu nyingine. Kwa mfano, nakumbuka kuna kesi moja niliwahi kupata, kuna dada mmoja, yeye alikuwa anasema anapenda chips za sehemu fulani, sehemu fulani basi sehemu fulani hazipendi. Sasa yule bwana aliwahi kuleta malalamiko kwangu, sasa daktari, hii inakuaje? Mtu narudi nyumbani jioni, inabidi niwashe gari niende kama kilomita 5 mpaka 7 kwenda kununua nini? Chips. Kwa sababu zingine zote ya nini hazitaki, na chakula chake ni hicho tu, na anazijua zile za hiyo sehemu. Sehemu anajua, ukimletea tu anasema sio zenyewe. Sasa hivi sasa baadaye nilipojaribu kuongea vizuri na yule dada, inaonekana kwanza kabisa labda nimeona kama vile anapaza sauti kutaka kujua, je, huyu kweli ananijali? Kwa sababu na yule dada anasema mimi namuona sasa hivi amekuwa mzito tofauti na zamani, lakini sasa inabidi nifanyeje? Inabidi lazima nifanye hivyo, kwa sababu naona akifika nyumbani haongei na mimi, yeye yuko busy na simu au yuko busy na laptop yake. Sasa mtu yuko anafika nyumbani anakaa tu, si bwana ni nani, ni mtume aende mbali. Utakuta vitu kama hivyo. Kwa utakuta wengine wanasema wanatafuta ile attention, unaona bwana, kuona je huyu ananijali au vipi. Lakini hiyo pia ni mojawapo ya changamoto ya afya akili. Sio kwamba mtu anafanya vile kwamba tu ile attention, ile kusema tu nimfanyishe hivi au afanye hivi, pia mojawapo ya changamoto ya akili. Sasa kama ulivyosema kwamba inaweza katokea na mwenzake pia yuko hivyo hivyo. Kwa hiyo ikitokea na mwenzake yuko hivyo hivyo, wote wameingia kwenye hiyo shida, kwa mwisho wa siku ile tatizo linakuwa kubwa na linaweza likavuka mpaka kipindi cha kujifungua. Kwa unaweza kukuta ile matatizo kama hatatatuliwa kwa kipindi hiki, basi anavuka mpaka kipindi cha kujifungua. Baada ya kujifungua, daktari, naam, kuna mambo mengi ambayo mama mzazi sasa anakuwa anayapitia, kunyonyesha kwa muda mrefu, kukesha, mabadiliko ya mwili. Hapo vitu hivyo na vitu vingine vinaweza vipi kumsababishia changamoto ya afya ya akili? Sasa mama baada ya kujifungua kunakuwa na mabadiliko makubwa sana kwenye mwili wake, na mabadiliko yanakuwa mabadiliko ya kimwili pamoja na mabadiliko ya kiakili. Sasa mabadiliko ya kimwili ambayo yanatokea hapa ni kwamba kwanza vile vichocheo tunaita hormones, hasa progesterone na estrogen, mama baada ya kujifungua vinashuka kwa kasi,
vikishuka kwa kasi vinamletea mabadiliko makubwa sana ya kimwili. Kwa mama anapitia hali hiyo ya kushuka kwa viwango vya hormones mwilini, ambayo inaleta mabadiliko au hali ambayo inaweza katikisa mwili wake. Lakini pia katika kipindi hiki mama pia anapata mabadiliko makubwa ya kihisia, tofauti hata na katika kipindi cha ujauzito. Kwa baada ya kujifungua mama anapata mabadiliko makubwa sana ya kihisia ambayo yanaweza kampelekea katika tatizo kubwa sana. Ingawa pia baada ya kujifungua mama anakabiliwa na tatizo la uchovu mkubwa sana, kwa sababu kujifungua iwe kwa kawaida au kwa upasuaji pia inasababisha uchovu, kwa sababu alikuwa amebeba kitu kizito kwa muda mrefu, kwa anapokiachia na mwili unapoachia anakuwa anachoka sana. Lakini katika kipindi hiki pia mama anakuwa na hali ya kukosa usingizi. Anakosa usingizi kwa sababu anajikuta anaingia katika majukumu mapya ya kulea. Kwa hiyo anajikuta anakosa usingizi na huku kaingia anaanza kuwaza majukumu mapya ya kulea mtoto. Lakini matatizo ya kihisia ambayo mama anakuja kuyapata baada ya kujifungua mara nyingi inasababisha huyu mama tuseme anakuwa yani ni mabadiliko ambayo kila mama anapitia mara tu baada ya kujifungua. Huwa kwa kitaalamu tunaita baby blues. Yeah. Sasa mama anapitia angalau hii baby blues au kipindi hiki cha hisia za namna hii huwa kinachukua wiki mbili. Okay. Na baada ya wiki mbili mama tunategemea anakuwa stable. Lakini katika hali ambayo sio ya kawaida inaweza ikavuka sasa zaidi ya wiki mbili. Sasa ikivuka zaidi ya wiki mbili ndio tunasema huyu mama sasa amepata tatizo, anapata tatizo kubwa katika hisia ambayo linaathiri akili yake, ambapo tatizo hili linaweza likasababisha huyu mama anakuwa na maswali mengi, anakuwa na msongo wa mawazo anakuwa mengi, lakini pia anakuwa na wasiwasi na pia anakuwa na hofu. Na hii mara nyingi akishavuka hapo anakuwa na wasiwasi, je, mtoto naweza nikamlea? Mtoto hawezi akafariki? Anakuwa na maswali mengi, anafikiria matunzo, je, nitaweza kumtunza huyo mtoto? Na kama mahusiano ya mwanzo yakuwa mazuri, pia anaendelea kuyawaza. Mwisho wa siku anajikuta labda yuko peke yake, ana wasaidizi, amechoka. Sasa nitafanyaje? Kwa hiyo inaenda mwisho wa siku anajikuta anakosa usingizi, mtoto analala, yeye halali. Kwa hiyo yote tunasema ni matatizo makubwa ya kihisia ambayo yule mama anakuja kuyapata. Kwa hiyo mwisho wa siku inaweza kumsababishia hata kufikiria mambo mengine. Anaweza kaona mume mwenyewe simtaki na mtoto mwenyewe simtaki. Kwa hiyo unaweza kukuta anachukua hatua hata kwenda kutupa mtoto. Au kumdhuru mtoto, kwa sababu hata wanaotupa watoto wakati mwingine ni mambo ya kisaikolojia. Wengi sana ni matatizo ya kiakili. Mtu anabeba mimba, anazaa mtoto afu anaenda anamtupa kwa sababu anafikia katika, yani tunasema ile tunaita kwa Kiswahili unyogovu. Yani anakuwa na hisia kali ambazo zinampelekea anakuwa mchovu. Yani anafikia katika ile moment ya kukata tamaa kabisa. Kuna wakati ambao mama anajitambua kwa mimi napitia hali hii, na endapo anajitambua, na ni kipindi cha muda tu, kwa hiyo kitaisha. Wapo ambao wanajitambua na wale ambao ni rahisi wanajitambua kwa rahisi, wale ambao hawajapitia changamoto kubwa katika kipindi cha ujauzito mpaka wanaingia kujifungua, kwa sababu kuna mwingine akikaa vizuri kwenye ujauzito anakuwa na hamu ya ule ujauzito, ingawa hii baby blues ya wiki mbili wa mama wote wanapitia. Lakini inakuwa sio hisia kali sana kuliko kama akiwa na changamoto nyingi, alafu baada ya ile wiki mbili ile hali ndio inakuja kuwa mbaya zaidi. Sawa. Tumezungumza sana kuhusu pia role ya mwenza. Naam. Vipi kuhusu ambao hawana wenza? Kwa sababu tunafahamu kuna wengine wanabeba ujauzito katika mazingira tofauti tofauti. Wengine unakuta mwenza walikutana tu, hakuna uhusiano wa karibu, au wengine pia wanapata ujauzito wakiwa hawajui nani hasa pia alihusika na ujauzito. Sasa watu kama hawa kwenye kundi kama hili wanasaidiwa vipi? Sasa ndio nilikuwa nimezungumzia kwamba jamii, familia, ndugu na marafiki, kwa sababu unajua mjamzito sio wa mtu mmoja. Mama mjamzito sasa ni wa wote. Kwa familia, mwenza ana majukumu yake, lakini familia sasa unakuta mwingine anaweza kuwa labda aliamua tu apate mtoto, hana shida na mwenza. Wapo watu wanawake wa namna hiyo, ndio watu tunaita single mothers. Yeye hajali kama kuna mume amna mume, lakini shida yake ni mtoto. Daktari, hao mnakutana nao? Wapo wengi, na wanafunguka kusema kuwa anasema kabisa, mimi bwana, mimi shida yangu nani mtoto, na yuko mjamzito tayari. Ukimwambia habari ya mwenza anasema sina time. Ni sio anaona daktari akiwa bado hajapata ujauzito tayari, alikuwa tayari ashapata. Anakuja akiwa mjamzito tayari. Sasa namwambia, ukimwambia kuhusu mwenza wake anambia sina time naye. Mimi niko mimi kama nasimama mimi kama
kama mimi. Jeshi la mtu mmoja. Mtoto ni wa kwangu basi. Sasa huwezi kujua labda huyu alipitia changamoto kwa hiyo mwenza au aliamua tu kutokana na awe na maisha yake. Sasa kishasema hivyo basi unamwacha, unaenda naye vizuri, kwa anakuwa kisaikolojia hata kiuchumi pia ameshajipanga. Kwa sababu utakuta huyu mama ambaye tayari anapitia hizi changamoto, kitu cha kwanza ni yeye mwenyewe kuomba, yani kuomba msaada na kuongea, kuweka wazi mambo yake ili kuweza kuepuka yote, ni kuzungumza. Kwa mama ambaye anapitia changamoto yote inabidi azungumze, atafute mtu wa karibu amwambie. Mtu wa karibu anaweza kuwa ndugu, rafiki, hata daktari, hata muuguzi, anaweza kumweleza ukweli kuhusu analolipitia. Basi na sisi kama wataalamu tunaangalia watu wake wa karibu na kuona jinsi gani ya kumsaidia. Kwa mama anatakiwa azungumze, pili aombe msaada. Lakini vinginevyo mwisho wa siku anaishia katika hatua ambayo sio nzuri. Ni athari zipi ambazo mtoto anaweza kuzipata pale ambapo mama yake anakuwa anapitia changamoto ya sonona? Sasa mtoto, tunasema mtoto mara nyingi huwa haelewi. Yeye anaenda tu anakuwa. Kwa mama akipitia katika hatua ya sonona, maanake hata matunzo kwa huyu mtoto hayatakuwa makini. Kwa hiyo unaweza kukuta mama akashindwa kumnyonyesha mtoto vizuri, na pia anaweza akashindwa kumwangalia mtoto kwa sababu pale mtoto kwake anakuwa hana thamani tena. Kwa hiyo unaweza kama mtoto anaumwa, yeye hajali. Mtoto amekula, mtoto amenyonya, hajanyonya, yeye hana muda huo. Hata usiku mtoto wakati wa kulala mtoto anaweza asiangaliwe vizuri. Kwa hiyo pia inaweza kumletea mtoto changamoto kubwa sana. Sawa, Dokta, na mbali na hiyo pia tunafahamu kwamba mama anapokuwa tayari ameshajifungua kuna majukumu ambayo anakuwa nayo, lakini pia kuna ule wajibu wa kwenda mara kwa mara kwenye sehemu za kupata huduma, lakini sehemu kama hizi kunakuwa na malalamiko pia kwamba ni miongoni mwa sehemu ambazo hawa kina mama wanapata hizo karaha, wananyanyasika. Watu wa huduma wengine wanawapa maneno makali, wengine wanawakaripia, na hiyo pia inawaongezea stress. Sasa kwa upande wenu, sasa hii kwa upande wenu nyinyi sasa professionals, mnafanyaje kuwasaidia wanapokuja kupata huduma? Na hizo huduma zinakuwa hata kabla pia ya kujifungua, kabla ya kujifungua na baada ya kujifungua. Kwa kawaida kwa wahudumu wa afya tunazungumzia madaktari na manesi kwa ujumla, huwa tunajifunza, na pia kuna maadili ambayo tunafahamu inabidi tuyazingatie. Kwa mfano mama mjamzito unapomhudumia, ni kwamba umhudumii mama mjamzito peke yake, unamhudumia mama pamoja na mtoto, kwa sababu hata tunapoenda kumzalisha mama, tunapomzalisha mama tunamsaidia mama pamoja na mtoto. Lakini kama nilivyosema mwanzoni ni kwamba huyu mama anapokuja lazima tumwangalie kimwili na kiakili, lakini mara nyingi sisi tuna concentrate kimwili zaidi kuliko kiakili, wahudumu wengi wa afya, lakini kiujumla kimwili na kiakili. Na huyu mama baada ya kujifungua anapitia changamoto nyingi, lakini kama wewe ni mhudumu wa afya na umepata mafunzo, unajua kabisa kwamba huyu mama ametoka kujifungua, kwa lazima aangaliwe vipi au asaidiwe vipi, kwa sababu vinginevyo katika kile kipindi cha miezi 6 ya mwanzo ndio kipindi ambacho mama anaweza kabadilika hata kiakili, akapata changamoto za afya akili. Kwa hiyo mama anaweza akapitia matatizo yote. Sasa ni kweli kama unavyosema, kuna baadhi ya wahudumu katika taasisi mbalimbali wanaweza kuwa asimpokee vizuri huyu mama ambaye ametoka kujifungua, mama mjamzito. Hata wakati wa kujifungua kina mama wanalalamika kwamba wanapata maneno yasiyofaa, wanakatishwa tamaa. Sasa vitu kama hivi huwa sio sahihi, lakini naweza nikasema kuna baadhi ya wahudumu wanaweza kuwa wanafanya hivyo kwa makusudi, lakini kuna wengine labda wenyewe wanapitia changamoto hiyo hiyo ya afya akili. Yani watu wa huduma na wenyewe na wenyewe ni wagonjwa, huwezi kujua, kwa sababu hata kwa mfano kama mimi ni in-charge sehemu, alafu nikute mhudumu labda anatoa maneno yasiyofaa kwa mgonjwa, pamoja na kwamba nikimwita sio kwamba namuonya moja kwa moja, kwanza namwangalia, lazima nimwasesi huyu yuko sawa au hayuko sawa. Wakati mwingine mtu hayuko sawa, kwa sababu sio kila mtu anayekuja kazini anakuja akiwa na akili timamu. Mwingine anakuwa kashavurugwa huko, anakuja kazini anakutana na kitu ambacho, kwa sababu lazima uwe na uvumilivu. Nakumbuka mlikuwa mnazungumzia habari ya subra. Kwa ukiwa mhudumu lazima uwe na subra, kwa sababu unakutana na kila mtu anakotoka huko. Mama anatoka huko naye kachanganywa, ndugu na wenyewe wamechanganywa, kwa sababu utakuta ndugu mwingine anamsindikiza mama kliniki tayari ni kashavurugwa.
kwa anakuja pale anaona anapoteza muda, tufanyeni haraka tuondoke nini, mama naye kachanganyikiwa. Sasa na wewe usipokuwa na hiyo subra, mwisho wa siku unaona unajikuta unazungumza maneno yasio nini, maneno yasiofaa. Sasa ukiangalia unaweza kujikuta kumbe na wewe uko humo humo, kwa mnakutana wote mna matatizo ya akili. Kwa sasa mwisho wa siku inakuwa vurugu. Kuna nitamani sana kuuliza ile jambo, yani ungeondoka bila kuuliza nisingejisikia vizuri, na ni jambo ambalo binafsi linanikera sana, unajua kuhusu kukimbia, yani kutelekeza. Katika hali kama hizi tuna cases nyingi sana za wanawake waliotelekezwa wakiwa katika hali ya ujauzito au baada ya kujifungua, na wakati mwingine wakati wa kujifungua labda inawezekana amejifungua mtoto ambaye labda baba hakutarajia atakuwa hivyo, labda ana changamoto fulani fulani, amezaliwa akiwa na changamoto fulani fulani na vitu kama hivyo. Lakini kwa ujumla ile na hasa ipo zaidi kwa akina baba kuwakimbia. Unalipenda kuongea ama unazungumziaje hii hali na kwa namna gani inaathiri afya ya akili kwa akina mama? Sasa hili kwa kweli ni tatizo ambalo mimi nafikiri lingewekewa sheria, kwa sababu unaweza ukakuta hii visa vya wamama wengi kutelekezwa na sio tu wengine watelekezwi. Kwa nini? Kwa sababu tu mtoto amezaliwa akiwa na matatizo. Mwingine baba anashindwa tu majukumu, utakuta mkamzalisha mama mtoto wa kwanza hivyo hivyo anaenda kishida shida, anakuja mtoto wa pili, akishona majukumu yanazidi, mara nyingi wanaanza kutelekeza wakati mama labda ni mjamzito au mama anaenda kujifungua. Utakuta baba haonekani, kwa sababu kuna kipindi nilikuwa nafanya kazi, kuna hospitali moja kubwa tu, unakuta mama mjamzito anakuja pale, anatakiwa labda awe na vifaa, hana kitu anakuja na mume, mama ndo anakuja kujifungua, unamuuliza sasa, wewe kipindi chote hata mahudhurio ya kliniki ya mkeo hayakuwa mazuri, vifaa fulani fulani huna, hapa inakuwaje? Yule bwana anasema, daktari, kwa kweli unajua jambo lenyewe limekuwa ghafla. Naambia limekuwa ghafla, mimba imekaa miezi 9, majuma 40, leo unasema tatizo limekuwa ghafla. Sasa ukiangalia unaweza kukuta watu ni kukwepa tu majukumu. Hilo silizungumzii kwamba ni changamoto ya afya akili kwa wanaume, hapana. Hiyo ni wengi ukichunguza wengi wanafanya makusudi, wanakwepa majukumu, kwa sababu unaweza kukuta huyu bwana ambaye anatelekeza mke au anatelekeza mtoto awe na ulemavu au mtoto hana ulemavu, unaweza kukimwangalia hali yake yuko vizuri, ni mtu ambaye ana majukumu mazuri, lakini basi tu anaamua kuachana nayo. Sio kwamba mtu ambaye ana matatizo, lakini ukiangalia wale ambao wanapambana na kutunza familia na watoto, hata anaishi na mtoto ambaye ana matatizo, utakuta ni watu wa kawaida sana, mpaka wengine unaweza kumhurumia. Utakuta baba anapambana kweli kweli, lakini ukimwangalia hata alivyo, kuanzia vaa yake, hata kazi anayofanya, utamhurumia. Wakati mwingine tunaingia hata mfukoni kutoa chochote kuweza kumsaidia mtu wakati mwingine. Naam. Lakini haya yote ambayo tumeyazungumza, uelewa wake kwa makundi yote, mama ambaye ni mjamzito ama ni mzazi mwenza kama yupo, na jamii pia kwa ujumla, uelewa unazidi kukua au unashuka kutokana na hali ambayo tuko nayo sasa hivi? Mimi nikiangalia naona kama uelewa mkubwa kwa jamii ni kwenye swala la kimwili, kwamba huyu mama, utasikia mama ana matatizo ya pressure, si mama ana matatizo kidonda kiponi, si mama baada ya kujifungua amepata tatizo hili. Wengi watu tunaangalia kimwili, lakini kuna haja ya jamii kujua kwamba huyu mama pia anaweza kupitia changamoto mbaya za afya ya akili. Kwa sababu hili tatizo ambalo tumezungumzia la hisia linaweza likapelekea huyu mama akapata hata ugonjwa wa akili, tunaita puerperal psychosis, ambayo ikasababisha atibiwe kwa madaktari wa magonjwa ya akili. Kwa hapa nachotaka kusema ni kwamba kwa mama ambaye ni mjamzito na yule ambaye ameshajifungua, endapo kuwa akiwa na changamoto yoyote, tatizo lolote, azungumze na aombe msaada, lakini asijikaze, yani akavumilia au akaona aibu. Wengi wanakuwa wanaona aibu kutoa taarifa au kuomba msaada. Kuomba msaada na kuomba msaada, kama unataka kumwomba msaada mtu fulani, basi tafuta mtu ambaye unamwamini, wewe unamshirikisha mambo yako, mweleze kwa taratibu ya kusaidia kuzungumza kwa njia moja au nyingine. Hii pia itasaidia kupunguza hizi changamoto za afya akili kwa kina mama, kuzungumza. Lakini pia tuelewe kwamba katika jamii, yani kwa jamii hapo naweka pamoja na mwenza, pamoja na familia, wazazi, ndugu na marafiki. Swala la mama mjamzito
ni sawa. Utakuta wengi mama mjamzito anaachiwa mwenyewe majukumu pamoja na mumewe au mtu aliyempa ujauzito au familia, lakini baada ya kujifungua, zamani kulikuwa na desturi, sijui kama mpaka sasa zipo, utakuta mama akijifungua watu wanafungasha, majirani, marafiki wote wanaenda kumwona mtoto, wanapeleka zawadi nini, pelekea zawadi, bado upo lakini unapungua, una shrink. Nadhani jamii na jamii, jamii na jamii, lakini kwa huku mjini ile ni tiba kubwa sana kwenye afya ya akili. Ile watu kujifungasha na kwenda kufanya sherehe kumpongeza, ile ni mojawapo ya tiba kubwa sana, kwa sababu ile mama anahisi kwamba anathaminiwa. Kweli ni tiba. Kwa hiyo jamii tufanye hivyo, na sio tu wakina mama, lakini hata wakina baba. Ukiona mke wa mwenzenu amejifungua, pia na nyinyi mnapoenda kumtembelea yule mama na kumwona mtoto, ile pia inamuimarisha mama. Hata katika kile kipindi cha wiki mbili, ile baby blues na nini inakuwa inapungua, zile hisia kali. Kwa mama anahisi anapendwa, anahisi anathaminiwa, anapata misaada. Kwa tuwe tunajenga hiyo tabia. Hata kama ni maofisini, fulani kajifungua, tunajifungasha, tunaenda, sio mmoja tu peleka anatuwakilisha kabisa. Watu mnatoka kundi, mnaenda mnamtembelea, ni tiba. Na siku hizi tunaanzia hospitali, tunapeleka na maputo. Basi ni tiba moja kubwa sana katika swala. Daktari, tunakushukuru sana bwana. Na mimi nashukuru sana. Asante sana Dr. Godfrey Chale ambaye ni daktari wa wanawake, tukizungumza naye kuhusiana na wiki hii, ikiwa ni wiki maalum kabisa ya kuhamasisha jamii kuhusu kutengeneza afya ya akili kwa mama wakati wa ujauzito na hata baada ya kujifungua.